AFCON 2027. Nini matarajio yetu? Matarajio yetu ni kwamba ni Wazanzibari. Maana hapa tunazungumza na Wazanzibari na Watanzania wote. Tupende kuambia wananchi wote ni kwamba Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi anaweka historia kwa mara ya kwanza kuwa na kiwanja ambacho kitajumuisha watu 35,500 wataingia 36,500 kuingia katika kiwanja kwa wakati mmoja. Yaani hicho kitu hakijawahi kutokea katika ndoto zetu. Lakini ndoto hiyo inakwenda kutimizwa na daktari wa maendeleo. Amesi mwingine isipokuwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na Tanzania bara kule tunaona mambo pia yanaendelea, daktari wa maendeleo Dr. Samia kule naye anaendelea na kasi. Madaktari wetu kazi yao ni kutibu, na wanatibu kwenye maendeleo. Kwa hiyo AFCON inakuja Zanzibar, na ndugu wanahabari, na sisi tukae mkao wa kula. Tumesikia ripoti inasema kwamba mnazo kadi zenu, si ndio? Mage kadi za waandishi zile. Kadi yako mage inakutambulisha kwamba wewe una uwezo wa kushiriki kamilifu katika lile tukio. Na bila shaka kutakuwa na utaratibu mzuri ambao tutakuwa tumeuandaa. Katakuwa mnapata hiyo nafasi na fursa. Sababu ile michezo itakuwa tena sio ile ya kitaifa tulozoea, ni ya ngazi nyingine. Kwa hiyo kuna utaratibu mzuri wa kuwa mnashiriki kamilifu. Lakini si nyinyi peke yenu. Hata jasiriamali wetu na wafanya biashara wakae mkao wa kula. Kutakuwa kuna mazingira maalum ambayo yameshawekwa kwa ajili ya kuwa wajasiriamali dada zetu wanashiriki katika kuuza bidhaa zao mbalimbali. Na wale wenye bidhaa za tamaduni, Dr. Manahiji ananisikia, tuone kwamba bidhaa za kitamaduni zinauzwa katika eneo letu hili la AFCON kule Fumba. Na ni fursa yani kwa kila mmoja, kwa sababu hata wamiliki wa vyombo vya usafiri wageni wengi watakuja ndani ya Zanzibar. Sio kila anakuja maka atakuwa na gari yake, na sio kila anakuja ataka taxi. Wengine wataka gari wa kodi, wa enjoy, watembee Zanzibar, wanasikia tu Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Kuna beach hizi nzuri, kwa hiyo tutataka kwenda kuona haya mambo. Kwa hiyo ni fursa kwa walio wengi, lakini wenye nyumba kulala wageni na wengine tena hapo ndio sikwambii. Kwa serikali na mpango kabambe na mzuri kuona ile Fumba kule inabadilika. Kwanza miundombinu yake yote, barabara, mambo yote yatakuwa ni mazuri sana. Huyo ndio Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Haya, kuna lipi lilobaki? Nadhani imeisha. Okay. Kituo cha Dole, yes. Kwa pale kituo cha Dole, bahati mbaya nisema kwamba msijafika kwenye hichi kituo. Waziri mambo amefika, ni bahati iliyo njema, lakini serikali yetu hii ya Dr. Mwinyi ina mpango wa kutaka kujenga hizi Sports Academy. Huo mpango tayari upo ndani ya serikali kupitia wizara hii ya Habari, Sanaa, Tamaduni na Michezo. Kwa vile ambavyo nimesema ni vituo vya watu binafsi, tunaendelea kushirikiana navyo ili kuona vinakwenda katika tunasema njia zile zile za kulinda mila, asili na tamaduni zetu, lakini kuwa na vipaji tunavyokusudia vya watoto vikue navyo vinakuwa kikamilifu. Kwa hiyo hilo ndio ambalo naomba nikuahidi, na pia tutakwenda kuliona tena hilo eneo ili kuona je, nini serikali tunaweza kufanya. Kama kuna nafasi kubwa sana hata tukisema na sisi tunatumia kujenga cha serikali pia ni jambo jema, lakini kilichoko cha binafsi mimi tutakwenda kukikagua kuona kinafuata yale yote ambayo wizara imeelekeza kufuatwa.